Hapana shaka ya kwamba tunafahamu tuko ukingoni mwa mwezi wa Rajab na tunaelekea katika mwezi wa Shaaban, mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha sana ndani ya mwezi wa Shaaban al-ibadat. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada ambazo alizikithirisha sana katika mwezi wa Shaaban ni ibada ya as-siyam, ibada ya funga, mpaka ikapelekea baadhi ya masahaba wa Mtume radiyallahu ta'ala anhum biljami' wakastaajabu na kushangaa kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yukthiru as-siyam, anakithirisha kufunga fi shahri Shaaban, katika mwezi wa Shaaban. Minhum Usama ibn Zaid, miongoni mwao ni Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu, ambaye alishangazwa na ufungaji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wingi katika mwezi wa Shaaban, mpaka akafikia kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo tumeitanguliza katika hutuba yetu, hadithi ambayo ameitaja al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala na al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ameisahihisha hadithi hii, hadithi ya Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu fi Sha'ban. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Mtume wa Allah, sijapatapo kukuona ewe Mtume wa Allah ukifunga mwezi wowote, ukiutoa mwezi wa Ramadhani katika miezi mingine, sijapatapo kukuona ukifunga ma tasumu fi Sha'ban, vile ambavyo unakithirisha kufunga kama unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Sijapatapo kukuona ewe Mtume wa Allah ukiwa ni mwingi wa ibada ya as-siyam katika miezi mingine, ukiutoa mwezi wa Ramadhan, vile ambavyo unakithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Yataajabu hadha sahaba, huyu sahaba anastahajabu, yataajabu hadha sahabi, anastahajabu na jambo la Mtume sallallahu alayhi wasallam kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu fi Shaaban, sijapatapo kukuona ukifunga mwezi wowote katika miezi mingine, ukiutoa mwezi wa Ramadhan kama vile ambavyo unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Kwa nini unafanya hivi ewe Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam? Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao yaghfulu an-nasu anhu, ni mwezi ambao watu wameghafilika nao, ni mwezi ambao watu wengi wameingia katika mughafala, wakaziacha ibada zao, wakaziacha salawati zao, wakaziacha as-siyam. Kwa hivyo ni mwezi ambao yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan, ni mwezi unaopatikana baina ya mwezi wa Rajab ambao ni mwezi mtukufu, kadhalika mwezi wa Ramadhan ambao kadhalika ni mwezi mtukufu. Wa huwa shahrun, nao ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ni mwezi ambao yananyanyuliwa ndani yake matendo ya mja kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja sababu kwa nini anakithirisha kufunga ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Faqala fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saim, hivyo mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam ninapenda
fa uhibbu an yurfa'a amali, ninapenda kunyanyuliwa matendo yangu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana saim, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kufunga. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja sababu ya yeye kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Sababu hiyo ni kwamba mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ni mwezi ambao matendo yananyanyuliwa kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam anapendelea pale wakati matendo yake yananyanyuliwa kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Fa shahru Sha'ban ibadallah, mwezi huu wa Sha'ban ayuha nnas, shahrul ghafla, ni mwezi ambao shahrul ghafla ametaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa shahrun yaghfulu anhu kathirun minan nas, ni mwezi ambao wanaghafilika nao mwezi huu wengi katika watu, wanapuuzia ibada. Kwa hivyo mwezi huu wa Shaaban ambao ni mwezi unaokuja baada ya masiku machache ni mwezi ambao watu wengi wataingia katika mughafala. Mtume anasema yaghfulu anhu kathirun minan nas, watu wengi wanaingia katika mughafala, kughafilika na alibadat katika mwezi huo. Hivyo mwezi huu shahru Shaaban shahrul mughafala, ni mwezi wa mughafala, shahru alghafla, ni mwezi wa kughafilika. Kathirun minan nas waqa'a fil ghafla, wengi katika watu wameingia katika ghafla katika mwezi huu wa Shaaban. Wal insanu ibadallah, na mwanadamu ayuha nnas, idha ghafala an rabbih jalla wa ala, atakapoghafilika mwanadamu na Mola wake akaacha kufanya ibadati, akaelekea mambo ya almaasi wallaghu, na mambo ya upuuzi, akaghafilika na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu qad khaba wa khasira, hapana shaka mtu huyu atakuwa ametoka patupu na amepata khasara, kwa sababu khuliqa li ajli al-ibada, mwanadamu huyu ameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo atakapoghafilika na lengo lake la ibada, akashika mengine kinyume na lengo ambalo yeye kaumbiwa, hapana shaka mtu huyu qad khaba wa khasira, ametoka patupu na amepotea. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amemfananiza mwanadamu huyu ni kama wanyama au ni kama mnyama, kwa sababu ya mughafala wake, kughafilika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kughafilika na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama, bal hum adall, bali wao ni wapotevu zaidi. Si wanyama tu, bali ni wanyama waliopotea zaidi, bali wao wamepotea kuliko hata hao wanyama. Ulaika humul ghafilun, hao ndio walioghafilika, wameghafilika na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akimuhusia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, anamwambia wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Naam, mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu, na wala usimtii yule ambaye sisi tumeughafilisha moyo wake, ukawa ni moyo mumtali'a min almughafala, ni moyo uliojaa na mughafala, ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. La tuti'hu, usimtii huyo mtu huyo. La tuti' man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake. Wa kana amruhu furta, na likawa jambo lake ni lenye kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usimfuate mtu huyo. Kwa hivyo ibadallah, mwezi huu ambao sisi tunauelekea, mwezi huu, mwezi wa Shaaban, ni mwezi ambao ni wakati bora wa sisi kuondosha mughafala, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuondosha mughafala kwa kukithirisha kufanya ibada katika mwezi wa Shaaban. Wa kadhalika nahan, kadhalika sisi tunalihitajia hilo ili tujiondoe katika mughafala. Mwezi huu, mwezi wa Shaaban, ni mwezi ambao sisi twahitajika kujitoa katika kughafilika
ili tuweze kuingia katika mwezi wa Ramadhan na sisi tukiwa tumeepukana na mughafala. Na utaona watu wengi ambao wameghafilika mno katika mwezi wa Shaaban, mughafala wao unawavuta, wanaingia nao mpaka katika mwezi wa Ramadhan, mpaka katika mwezi wa Ramadhan wanauingia mwezi wa Ramadhan na hali ya kuwa wao wameghafilika na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ahlul ilmi kwa kuliona hili wakaziweka njia, wakataja njia ambazo muislamu atakikana kuzichukua, njia hizo atakikana kuzishika njia hizo kwa ajili ya kujiondosha na mughafala. Awwal wasaili izalati alghaflati an anfusina, njia ya mwanzo kabisa katika njia za kuondosha mughafala katika nafsi zetu sisi ili tusiwe min alghafilin, ni katika wale walioghafilika ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewataja katika hadithi, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huwa mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao wanaghafilika na mwezi huo watu wengi, ili tusiwe miongoni mwa hao alghafilun walioghafilika na mwezi huo. Jambo la mwanzo kabisa litakalotusaidia sisi kujiokoa na huu mughafala ni ad-du'a wat-tadarru'. Ni dua, ni kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala bid-du'a, al-iqbalu ala Allah subhanahu wa ta'ala bid-du'a, kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kumwelekea Allah kwa kumuomba dua atuondoshee mughafala. Walidhalik kana alayhi salatu wassalam, na kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kutambua nafasi ya dua katika kuondosha mughafala katika nafsi ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yad'u rabbahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuomba dua mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaqul, na anasema Allahumma inni a'udhu bika min alqaswati walghafla, ewe Allah, hakika mimi ninajikinga kwako ewe Allah kutokana na ususuwavu wa moyo, kutokana na uguvu wa moyo. Kadhalika ninajikinga kwako ewe Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na almughafala, nisiwe min alghafilin, nisiwe ni miongoni mwa watu ambao wameghafilika na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, hapana shaka kuwa yeye ndiye mbora, afdalun nasi ala al-itlaq, ndiyo mbora wa watu wote, na Allah subhanahu wa ta'ala tayari ameshamtakasa na madhambi, tayari ameshamtakasa na maasiya, lakini yad'u rabbahu, lakini anamuomba mola wake Allah subhanahu wa ta'ala an yu'idhahu min alqaswati walghafla, amkinge kutokamana na alqaswa, ususuwavu wa moyo na ugumu wa moyo, na amkinge kutokana na almughafala. Vipi mimi na wewe tusimuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge kutokana na mughafala, ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshabainisha ya kwamba mwezi huo wa Shaaban ni mwezi ambao yaghfulu anhu kathirun minan nas, wengi katika watu wanaghafilika katika mwezi wa Shaaban, wanaingia katika mughafala. Kwa hivyo sisi tuna haja kubwa ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na huu mughafala. Waman lajaa ila rabbih subhanahu wa ta'ala, na yule yote ambaye atakayetaka kinga kwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, anqadhahu Allahu min alghafla, Allah subhanahu wa ta'ala atamuondosha katika ghafla, Allah atamuondosha katika mughafala. Yule atakayemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala bidua, kwa maombi, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bil ikhlas, akawa na ikhlas wa sidqun niyya, na akawa na nia ya kweli ya kuondoshwa katika kughafilika, anqadhahu Allahu min almughafala, Allah subhanahu wa ta'ala atamuondosha yeye katika mughafala. Waqad kana sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yasta'idhu billahi min jari su', alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiomba ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na jirani mbaya, wa yasta'idhu billahi min jalisi su', na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na rafiki mbaya, wa yasta'idhu billahi jalla wa ala min qalbin la yakhsha, na alikuwa akimwomba ulinzi Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na moyo ambao haumwogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana alayhi salatu wassalam yasalu Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam
akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-i'anata ala ash-shukr wa dhikr, anamuomba msaada katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik wa husni ibadatik. Hakadha kana alayhi salatu wassalam, bal kana alayhi salatu wassalam, bali alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yasalu Allah subhanahu wa ta'ala, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala hubba alkhairati wa hubba alibadat, alikuwa akimuomba kupenda mambo ya khairi na kupenda ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, wa hubba at-ta'at, na kupenda utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana dhalika illa liyuzila alghaflati an nafsihi sallallahu alayhi wasallam, na halikuwa hilo isipokuwa kwa ajili ya kuondosha mughafala kutoka katika nafsi yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo sisi tuna haja ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, haja kubwa ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa maombi, atukinge sisi Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kughafilika, na atuweke mbali na wale watu ambao wameghafilika na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya kwanza ya kujiondosha katika mughafala ni kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala bidua. Ibadallah, thani wasaili izalati alghaflati an anfusina, njia ya pili katika njia za kuondosha mughafala katika nafsi zetu, almuhafadhatu ala hadhihi salawati alkhams, ni kuzihifadhi hizi swala tano, kuhakikisha zinatekelezwa ibada hizi, zinatekelezwa salawati hizi fi waqtiha, katika wakati wake, jamaatan ma'a almuslimin, tena kuswaliwa kwa jamaa pamoja na waislamu miskitini. Almuhafadhatu ala hadhihi salawati, kuzihifadhi hizi swala tano. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Hakim Abu Abdullah, kadhalika ameitaja hadithi hiyo al-Imam al-Baihaqi kwa isnadi iliyokuwa sahihi. mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man hafadha ala hadhihi salawati al-khams, yoyote atakayezihifadhi hizi swala tano, bi an yuaddiha, kwa kuzisali swala hizo tano, fi waqtiha, katika wakati wake, jamaatan ma'a almuslimina fil masajid, akazisali kwa jamaa na waislamu miskitini. Mtume anasema, lam yuktab min alghafilin, hatoandikwa mtu huyo ni katika watu walioghafilika. Yule ambaye atakayezihifadhi swala tano, basi huyo hatoandikwa ni miongoni mwa wale walioingia katika mughafala, katika watu walioghafilika. Haya ameyasema mtume sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo yule ambaye anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wala yansahu, na wala hamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, fi hadhihi alawqat alkhams, katika hizi nyakati tano, nyakati za salawati tano, basi mtu huyo hawi isipokuwa ni mtu ambaye anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hawezi kuingia kwa wale ambao walioghafilika na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, walioghafilika na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo miongoni mwa sababu za kujiondosha katika mughafala, ambao watu wengi wameingia kwenye kughafilika, ni almuhafadhatu ala hadhihi salawati alkhams, ni kuhakikisha ewe muislamu unazihifadhi hizi swala tano. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ayuha an-nasu ibadallah, thalithu wasaili izalati al-ghaflati an anfusina almuhafadhatu ala salati sunan. Ibadallah, njia ya tatu katika njia za kuondosha mughafala katika nafsi zetu ni kuhakikisha ewe muislamu unazihifadhi swala za sunna. Wengi katika waislamu leo hii wamezitelekeza swala za sunna, na hii ni alama ya wazi ya kuonyesha mughafala baina an-nas, mughafala mkubwa uliopo baina ya watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala anasema, man salla ad-duha rak'atayn,
yoyote atakayesali sala ya dhuha rakaa mbili, la yuktabu min alghafilin, haandikwi ni katika watu walioghafilika. Jiulize swali, mara ya mwisho wewe kusali salatu dhuha lini, ili usiandikwe katika wale walioghafilika? Mara ya mwisho wewe kusali salatu dhuha ni lini? Ulisali mara ya mwisho sala ya adhuha? Wewe Muislam sahibu sunan, ewe mtu wa sunna, mara ya mwisho umesali lini salatu dhuha? Iulize nafsi yako wewe mwenyewe, kisha utajihukumu wewe mwenyewe. Na je, utaendelea kuridhika na huko kubakia katika watu walioingia kwenye mughafala, au utajitoa katika huo mughafala biadai hadhihi salawat, kwa kuzitekeleza hizi sala za sunna? Na sala za sunna ndizo sala ambazo tuzaki alfaraidh, zinazitakasa sala za faradhi, zinaondosha yale mapungufu ambayo yamo ndani ya faradhi. Sasa wewe unaswali vizuri swala za faradhi, vipi hausali swala za sunna? Na ilhali kuna swala zako za faradhi kuna mapungufu mengi, vipi hautekelezi swala za sunna? Fahrisu ibadallah, pupieni ayuha nnas ala adai salawat as-sunan, katika kuzitekeleza sala za sunna. Tekelezeni salatu dhuha, salini salatu dhuha, kadhalika qiyamul layl, kadhalika amkeni usiku, katika wakati wa usiku salini kisimamo cha usiku. Jiulize wewe, mara ya mwisho umesimama qiyamul layl ni lini? Ulisimama mara ya mwisho kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala? Mara ya mwisho wewe kusimama qiyamul layl ni lini? Na hii ni ishara ya wazi ya kuonyesha ya kwamba sisi tumeingia katika mughafala, tupo katika kughafilika, bali madhambi ambayo tunayafanya ndiyo yanatuzuia sisi katika taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, man qama bi'ashri ayat, yoyote ambaye atakayesimama na aya 10, atakayesimama katika wakati wa usiku bi'ashri ayati, na aya 10, lam yuktab min alghafilin, hatoandikwa mtu huyo ni katika wale walioghafilika. Haandikwi mtu huyo ni katika wale ambao wameghafilika. Wewe mara ya mwisho kusimama ukasoma Qur'ani wakati wa usiku ni lini? Lini mara yako ya mwisho ukasoma Qur'ani wakati wa usiku? Na hapana shaka yule ambaye anayeamka katika wakati ambao watu wamelala ndani yake, watu wengi wameghafilika ndani yake, akasimama wakati huo yadhkuru Allah jalla wa ala, anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaqra'u al-Qur'an, na anasoma Qur'ani, wa yusalli, na anasali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapana shaka mtu huyo hawezi kuwa ni katika wale walioghafilika, kwa sababu ameamka wakati ambao watu wameghafilika na usingizi, ameamka wakati ambao watu wanastarehe na usingizi wao. Kwa miongoni mwa sababu za kuondosha mughafala ni kuhakikisha sala za sunna unazitekeleza, kuhakikisha unasali sala za sunna qabliyatun wa ba'diyya. Sala za qabliya zitekeleze, sunanur rawatib kadhalika ba'diyya zitekeleze sala hizo. Amka qiyamul layl, sali qiyamul layl, ili uondoshe katika wale ambao walioghafilika, la siyama fi shahri Shaabana, hasa walioghafilika katika mwezi wa Shaaban. Na ukiyafanya haya wewe utaona utakuwa umefanya maandalizi makubwa ya kuweza kuupokea vizuri mwezi wa Ramadhan. Ibadallah, rabi'u wasaili izalati alghafla an anfusina, njia ya 4 katika njia ambazo wamezitaja ahlul ilm za kuondosha mughafala katika nafsi zetu, kughafilika katika nafsi yetu, kughafilika katika nafsi zetu. Tanqiyatul qulub, ni kuzitakasa nyoyo minashahna, kutokana na vinyongo, kutokana na alhiqd, kutokana na chuki, kutokana na ubaya uliobebwa katika nafsi zetu. Kuhakikisha nafsi yako juu ya muislamu mwenzio inakuwa safi, kuhakikisha nafsi yako inakuwa imetakasika, moyo wako umetakasika juu ya muislamu mwenzio. Ukifanya hivyo utajiondosha wewe mwenyewe katika mughafala. Na wa amma wujudu shahna, ama kuendelea kupatikana alhiqd na chuki, dharau, kiburi, jeuri kwa waislamu mwenzio, hii ni ishara ya wazi ya kuonyesha wewe ni mtu miongoni mwa watu walioghafilika. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, yattali'u Allah subhanahu wa ta'ala li khalqihi, Allah subhanahu wa ta'ala huteremka
kwa viumbe wake lailatan nisfi min Sha'ban, katika usiku wa nusu ya mwezi wa Sha'ban. Allah huteremka kwa viumbe wake, fayaghfiru li khalqihi au li jami'i khalqihi, Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe viumbe wake wote, huwasamehe viumbe wake wote katika huwa usiku wa nusu ya Sha'ban, illa li mushrikin au mushahidin, isipokuwa yule ambaye ni mushrik, anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, au mushahidin, au yule ambaye katika moyo wake bado kuna chuki dhidi ya Waislamu, katika moyo wake bado kuna kinyongo dhidi ya Waislamu, katika moyo wake bado kuna dharau dhidi ya Waislamu, huyu hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo miongoni mwa sababu za kuondosha mughafala katika nafsi zetu ni kuhakikisha nafsi zetu tumezisafisha, kuondosha chuki katika nafsi zetu, kuondosha vinyongo katika nafsi zetu, ili tuweze kuingia katika mwezi wa Ramadhan na nyoyo zetu zikiwa ziko safi salimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.